Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ndugu zangu, katika siku hii ya leo twende tukasome kisa hichi ambacho kinasema miaka mingi ilipita bila mtoto, lakini dua haikupita bila ya mtoto. Kwa nini tunasema hivi? Watu wengi wanaomba sana wapate mtoto, lakini Mungu hawapi watoto, pengine kwa sababu hawajajikurubisha kwa Mungu. Na si mtoto tu, watu wengi wanaomba hichi na hichi na hichi, lakini hawapati, na inapita miaka mingi kabisa bila ya kupata wanachokitaka. Lakini lau wangejirejesha katika dua, wakaomba dua zinazostahiki kwa yale wanayoyataka, basi bila ya shaka watapata wanachokikusudia. Na ndio maana tunaweza kusema kwamba miaka mingi ilipita bila ya mtoto juu ya huyu tunayemzungumzia, mama huyu leo, lakini dua hii aliyoifanya haikudiriki kupita bila ya yeye kupata mtoto. Sasa moja kwa moja twende tukakisome kisa chake tupate mazingatio. Kanat hunaka mraatun salihatun tusamma Khadija. Kulikuwa na mwanamke ambaye alikuwa ni mwanamke mzuri kabisa, ni mwanamke mwema, alikuwa ni mwanamke anayejulikana kwa jina la Khadija. Lakini madhat sinuna, mwanamke huyu ilipita ndani yake miaka mingi sana, nyuma yake miaka mingi sana. Wahia tantadhiru ni'mata alwaladi, akiwa mwanamke huyu anasubiri neema ya mtoto na bado hapati. Yaani anataka mtoto lakini hapati, miaka inakwenda. Kama ilivyokuwa baadhi ya watu sasa, wanatamani wapate watoto lakini hawapati watoto. Lakini walakinna albab kana mu'laqan fi aini nnas, lakini vile vile mbele ya macho ya watu mlango huo ulikuwa umefungwa wa yeye kupata mtoto, ikiwa na maana ya kwamba kila mtu aliamini ya kwamba huyu hawezi tena kupata mtoto, kwa sababu miaka yote hakuwahi kupata mtoto. Umri sasa umekwenda, uwezekano na uwezo wa kupata mtoto umekwisha kabisa, haiwezekani tena. Lakini basi kanat tara an-nisaa yahmilna atfalahunna, alikuwa anawatazama wanawake wenzake wakibeba watoto wao migongoni. Lakini akiona hali kama hii, basi mwanamama huyu watabetasimu lahunna, lakini wa qalbuha yabki, alikuwa anatabasam ndani ya sura yake, lakini ndani ya moyo wake anakuwa analia. Yaani ana maumivu makali sana moyoni, machozi yanamtoka, machozi ya moyo, lakini kwenye sura anaonesha tabasam. Na hivyo ndivyo ilivyo kwa Muislamu au muungwana yoyote. Kitu kinachokuumiza usikijioneshe kwamba kitu cha mwenzangu nimekitamani mpaka moyo na kichwa kinaonekana, sura inaonekana. La, usijioneshe kitu kama hicho. Kwa hiyo alikuwa anatamani, moyo unalia, lakini sura yake anaificha, haoneshi yale maumivu yake. Lakini watukhfi wajaaha
alikuwa anaficha, alikuwa anapenda sana kuficha, anapenda kuficha maumivu yake, wajaaha, maumivu yake, khalfa samti, alikuwa anaficha nyuma, yani khalfa samti, hii tunaweza tukasema yani nyuma yake alikuwa akificha, huku akilia ndani ya nafsi yake, anaficha maumivu yake. Kwa hiyo tunaweza tukasema asumtu, aiwa asumtu, asumti, asumtu maana yake ni ukimya. Alikuwa akiyaficha maumivu yake ndani ya kunyamaza, yani anaumia lakini ananyamaza, hasemi. Sasa wapo baadhi ya watu wakiwa na tatizo kidogo, mtaa mzima utajua. Mimi nimefiwa, watu wanifanyie maskhara mimi, au mimi naumwa, basi ndio kila mtu akikutana naye naumwa, basi kila mtu ajue matatizo yake. Sasa kuna baadhi ya watu wale wanaompenda Allah na kumwamini huwa hawalalamiki, wanaficha mambo yao katika ukimya wao. Lakini wakana ba'dhu nnasi yaqulun, baadhi ya watu sasa walikuwa wanasema juu ya tukio la huyu mama, lau kana fiha khairu la ruziqat. Watu hawa wanamwambia kama angekuwa na kheri angejaaliwa mtoto. Yani wanaamini kwamba mama huyu hana kheri, wanaamini kabisa lau kana fiha khairu la ruziqat, huyu mtu angekuwa ni mtu wa kheri, angeruzukiwa mtoto. Lakini wanasema haya maneno, fakanat tasma wa tasbir. Mama huyu alikuwa anasikia maneno yao maskini wanayoyasema, maneno mabaya kabisa anayasikia, lakini mama huyu alikuwa anakuwa na subra, anatanguliza subira mbele yake. Utasemaje sasa na utafanyaje? Watu wanakusema vibaya, yeye akawa na subra tu, maskini ya Mungu. Subra ndo kila kitu, ndugu zangu. Basi kwa staili hiyo wataruddidu, lakini maneno haya anasema wataruddidu fi qalbiha. Kiuhakika kabisa kwa maneno haya alikuwa anasikia anayarejesha ndani ya moyo wake, yani kila anachokisikia kinachosemwa kibaya mbele yake, yeye alikuwa taruddida fi qalbiha, anayabakisha ndani ya moyo. Basi anabaki tu kumwomba Allah na kuendelea na subra mbele ya Allah jalla fi'ala. Lakini ndani ya kujirejesha katika moyo wake alichokuwa anarudisha kitu gani? Alichokuwa anarudisha ni neno hili, alikuwa anasema hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah. Kwa alikuwa akitamka neno hili mbele ya Allah jalla fi'ala. Kwa hali kama hiyo, nafikiri pengine yoyote katika sisi ambaye anakosa neema fulani, mtu yoyote akisema juu yake yeye ajirejeshe kwa Mola wake, ikiwezekana aseme hasbi Allah. Huko ndiko kumshukuru Mungu kwa ukamilifu wake. Basi fi lailatin matiratin, siku moja kulikuwa kuna usiku wa mvua, mvua imenyesha kweli kweli. Baada annama ahlul bait, baada ya watu wa nyumba mbalimbali wote wamekwisha lala, watu wote wamekwisha lala siku ya mvua hiyo, mvua imenyesha sana siku hiyo. Basi qamat Khadija, Khadija alisimama, bi Khadija alisimama mwanamke yule. Fasajadat, akasujudu, akasimama kisha akasujudu. Waqalat,
bisautin munkasiri, akasema kwa sauti ambayo ilikuwa imekwisha kata tamaa kabisa. Maskini, sauti imekata tamaa, yani shakata tamaa kwamba pengine maskini hawezi tena kupata mtoto. Lakini mama huyu Bi Khadija akasema, sio Khadija mke wa Mtume, huyu ni jina lake tu, alikuwa anaitwa Khadija. Akasema, ya Rabbi, ewe Mola wangu, la tadharni fardan, ewe Mola wangu usiniache peke yangu. Wa anta khairul warithin, ya Rabbi, ewe Mola wangu. Khadija anasema, ewe Mola wangu usiniache nikawa mpweke, usinifanye nikawa mpweke, na wewe ndiye bora wa warithi, basi nijalie na mimi ninachokililia kila siku. Baada ya maneno haya, wa marrat ashhurun qalilatun, alisoma sana dua hii siku hiyo. Baada ya kusema maneno haya akaunganisha na dua ipi nitakuelekeza ni dua gani ambayo aliisoma sana siku hiyo. Lakini baada ya kuisoma dua hiyo, wa marrat ashhurun qalilatun, ilipita miezi michache sana. Wa kana qalbuha ahda, moyo wake ukawa ni mtulivu sana. Liannaha sallamat amraha lillahi, yeye alikuwa amemwachilia mambo yote Mwenyezi Mungu, habari zake zote kamzisalimisha kwa Mola wake, kila kitu kamweleza Mungu. Sasa ameamua kumwachia Allah. Lakini walam ta'ud tashtaki illa ilayhi, na wala hakurejea kuleta mashtaka kwa yoyote isipokuwa kwa Mungu, bali yeye alimshtakia tu Mungu kwamba nataka jambo langu litimie. Na akasoma sana dua ambayo nayekwenda kukuelekeza mwisho wa story hii. Basi wa fi swabahi hadi, asubuhi moja tulivu kabisa, dhahabat ila almustashfa, mama huyu Khadija alikwenda hospitali. Faqala laha at-tabib, basi daktari akasema kumwambia mama huyu bibtisama, huku daktari anatabasam, anafurahi, anacheka, yani baada ya kumpima akamwambia, mubarak enti hamilun. Allahu akbar, umebarikiwa dada yangu, hakika wewe hapo ulipo sasa hivi ni mjamzito. Allahumma salli wa sallim alayhi. Allahu akbar, Allahu akbar. Dada huyu akapata mimba. Daktari anamwambia, umepata baraka kutoka kwa Mola wako, huna tena shaka, ondoa mashaka, wewe sasa ni mjamzito. Basi farafa'at yadaiha wa qalat, yule mama akainua mikono juu Bi Khadija, na huku anasema, alhamdulillahi alladhi, sifa njema ni za Mungu ambaye, sifa njema zinamuendea Mungu ambaye, lam yukhayyib duai walau ba'da sinina, hakuiacha dua yangu japokuwa hata baada ya muda mrefu, lakini Mungu hakuniacha. Sasa mama huyu akawa amepata baraka ya kupata mtoto, na ikawa ni sababu ya yeye kupata mtoto. Swali la kujiuliza, huyu mama alisoma sana dua gani? Mama huyu aliambatana sana na kuisoma hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. My friend, kama haupati mtoto, soma sana dua hii, soma sana dua hii kila siku, asubuhi, mchana na jioni, asubuhi, mchana na jioni. Hasbiyallah wa ni'mal wakil,
wallahi na kuhakikishia, isome mara 111 kila siku. Asubuhi 111, mchana 111, usiku 111, au ukipenda fanya asubuhi na usiku. Utapata mtoto kwa uwezo wa Allah na mambo yatakuwa safi na salama. Mwisho kabisa, ndugu zangu, tusisahau kuweza kutusaidia vifaa vya kurekodia. Tunahitaji kamera, tunahitaji laptop na vitu vingine insha Allah vinavyopaswa kurekodia. Tunakualika pia katika grupu letu ambalo tunafundisha mambo mbalimbali kila siku, dua tofauti tofauti. Kufikia hapo niseme kwamba tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunashughulikia watu mbalimbali wenye shida za futari na hapa na pale. Basi insha Allah, kwa yoyote mwenye kuweza kutoa chochote, 10,000, 15, 20, chochote kile, una mchele, una sukari, una chochote kile, basi insha Allah tunakuomba uweze kuyatekeleza hayo, ili mradi mambo yapate kwenda sawa sawa na wenzetu mambo yapate kwenda bulbul insha Allah. Usiache kusubscribe, usiache kushare. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.